Makala ya mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 wilaya ya Dodoma. Mwenge wa Uhuru, mwanga wa tumaini, upendo na mshikamano kwa taifa, ukiangazia nchi na kuvuka mipaka, kuleta matumaini palipo kukata tamaa, upendo palipo uadui na heshima palipo chuki. Jumamosi tarehe 26 Aprili mwaka 2025 majira ya saa 1:30 asubuhi ni siku ya kihistoria na ya kukumbukwa na wananchi wa wilaya ya Dodoma. Ni siku ambayo Mwenge wa Uhuru ukiwa chini ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 ndugu Ismail Ussi uliingia rasmi ndani ya wilaya ya Dodoma ukitokea wilaya ya Bahi. Tukio hilo adhimu lilishuhudiwa kwenye uwanja wa ofisi ya kata ya Chigongwe ambapo mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri alipokea mwenge huo kwa heshima kubwa kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Bahi ndugu Joakim Nyingo. Tukio lililoambatana na shamra, nyimbo za kizalendo, ngoma za asili na mwitikio mkubwa wa wananchi waliokuwa na shauku ya kuona Mwenge wa Uhuru ukipita mbele yao. Kwa fahari kubwa na moyo wa uzalendo, karibu Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 ndani ya wilaya ya Dodoma. Mimi Jabir Musa Shekimweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma, ninakiri kupokea Mwenge wa Uhuru ukiwa unang'ara, unawaka na kumetameta kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Bahi Mheshimiwa Joakim Nyingo. Lakini pia ninakiri kwa dhati ya moyo wangu kuwapokea wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Ussi pamoja na wakufunzi na waratibu wote wakiwa na afya njema, wakiwa timamu na wakakamavu. Ukiwa katika wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru utakimbizwa kilomita 70.6 ukikagua, kutembelea na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7 ya maendeleo, yote ikiwa na thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 11,146,674,115 na senti 81. Aidha, mwenge utakuwa na ratiba ya kutoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru. Wananchi wa Dodoma wako tayari kupokea. Ninaomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zikiongozwa na Ismail Ussi zilizobeba ujumbe wa jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ziliangazia miradi 7 inayotekelezwa katika wilaya ya Dodoma, ambayo ni mradi wa ujenzi wa mfumo wa uzalishaji na usambazaji maji safi, mradi wa nishati safi ya kupikia, mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6, mradi wa kiwanda cha kutengeneza sufuria, mradi wa duka la dawa na vipodozi kikundi cha vijana Co Brothers, mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Ilazo na mradi wa ujenzi wa mabweni mawili, vyumba 4 vya madarasa na matundu 10 ya vyoo shule ya sekondari MUGB. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 katika wilaya ya Dodoma zilianza kwa kuweka jiwe la msingi katika mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji safi eneo la Nala. Mradi huu ni sehemu ya juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Taarifa ya mradi huu ilisomwa na mkurugenzi mtendaji DUWASA mhandisi Aaron Joseph, ambapo alieleza awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu utaboresha huduma ya upatikanaji wa maji safi katika kata ya Nala kwa kuongeza kiwango cha upatikanaji kutoka 9% hadi 60%. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru taifa mwaka 2025, ukamilika kwa awamu ya kwanza wa mradi huu utanufaisha wakazi wapatao 5,188 wa Nala Center, Segu Juu, Nala Tihoni ndani ya kata ya Nala pamoja na kiwanda cha mbolea cha Intracom ambacho katika kata hii. Aidha, ujenzi wa mradi huu umeweza kutoa ajira 40 rasmi na zisizo rasmi hasa katika kazi ya uchimbaji na urazaji wa mabomba. Kutekelezwa kwa mradi wa awamu ya pili tutaweza kuongeza upatikanaji wa maji kwa wakazi wapatao 8,647. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini Antoni Mavunde ana haya ya kusema. Eneo hili lilikuwa lina changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji kwa sababu miamba ya eneo hili ni miamba ambayo hairuhusu upatikanaji wa maji kwa urahisi sana. Ili tulazimu tuchukue maji kutoka mtaa mwingine kuleta mtaa huu wa Nala. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 aliweka jiwe la msingi katika mradi huo na alikuwa na haya ya kusema.
Eneo hili wananchi wetu walikuwa wakipata changamoto kubwa ya maji safi na salama, lakini kwa mapenzi alionayo Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya wananchi hawa kwa kuwaletea maendeleo ili waondokane na changamoto hii, leo hii Mwenge wa Uhuru umekuja kujionea mradi wa kisasa wa maji safi na salama ili wananchi wa eneo hili la Nala waweze kuondokana na changamoto hiyo juu ya mapenzi alionao Daktari Samia. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Ndugu zangu wananchi wa eneo hili la Nala, kwa kweli hii ni bahati kubwa, na haya ndiyo mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya mwenge wetu wa uhuru. Hakikisheni mnatunza rasilimali zilizotumika juu ya ujenzi wa miundombinu wa mradi huu. Baada ya kuyasema hayo, kwa heshima na taadhima na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya wananchi wa eneo hili la Nala na mapenzi aliyoonyesha juu ya mwenge wetu wa uhuru, mimi pamoja na vijana wenzangu 6 tuliopewa dhamana kukimbiza mwenge wetu huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195, kwa kweli tumeridhishwa juu ya mradi huu wa maji safi na salama. Mradi una ubora, mradi una viwango, mradi umezingatia taratibu zote za utumiaji wa fedha juu ya ujenzi wa mradi huu. Kwa heshima ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sasa nipo tayari kuweka jiwe la msingi la mradi huu wa maji safi na salama Nala ili wananchi wetu waweze kupata huduma iliyo bora. Mwenge wa Uhuru oye! Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zilipata nafasi ya kutembelea mradi wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya wasichana St. Home Subs. Mradi unagharimu kiasi cha shilingi milioni 21,462 ukiwa na lengo la kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia nishati safi ya kupikia ili kupunguza madhara ya kiafya na kimazingira yatokanayo na matumizi ya kuni na mkaa. Mradi huu ni ushuhuda wa namna taasisi za elimu zinavyoweza kuchukua hatua za kisera na kimkakati katika kulinda mazingira na kuboresha maisha ya wanafunzi. Akisoma taarifa ya mradi huo mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, anasema kuwa lengo la mradi huo ni kuunga mkono juhudi za serikali za kuhifadhi mazingira kwa kuhakikisha takataka zinazozalishwa zinageuka mali na kutumika tena. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, lengo la mradi huu ni kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha tunatumia nishati safi ikiwemo nishati safi ya kupikia ili kupunguza madhara yatokanayo na matumizi ya kuni na mkaa. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, kupitia mradi huu tumepunguza kuzalisha hewa chafu itokanayo na matumizi ya mkaa na kuni. Hivyo imesaidia kuweka mazingira ya usafi. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini Anthony Mavunde ana haya ya kusema. Na mimi kama mbunge wa jimbo hili kwenye kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, nimekwisha kugawa mitungi ya gesi na majiko ya gesi zaidi ya 3,500. Ukitembea katika jimbo la Dodoma mjini, 60% ya mamalishe hawatumii mkaa tena, wanatumia majiko ya gesi kama sehemu ya kuunga kampeni ya safi. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 alikuwa na haya ya kusema. Ndugu wanafunzi na ndugu walimu, kwa kweli mwenge wetu wa uhuru unaendelea kuonesha matumaini makubwa, na nyinyi kama wanafunzi na viongozi wa shule hii kwa kweli mmeonesha uzalendo mkubwa, mmeonesha upendo, mmeonesha mapenzi juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais amekuwa akitumia nguvu kubwa ya kuhakikisha anahakikisha wananchi wa Kitanzania tunatumia nishati safi na salama ya kupikia, na ndio maana leo hii amekuwa kinara namba 1 Afrika na dunia kwa ujumla juu ya kuhamasisha utumiaji wa nishati safi na salama. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Baada ya kuyasema hayo, ndugu wanafunzi na ndugu walimu, mimi pamoja na vijana wenzangu 6 tuliokuwa dhamana ya kukimbiza mwenge huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195, kwa kweli tumeridhika na ubora wa mradi wa utumiaji wa nishati safi na salama wa shule hii ya sekondari ya Sonsome. Sonsome oye!
Mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kutoka barabara iendayo Singida hadi hospitali ya jiji. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 ziliweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.6 kutoka barabara iendayo Singida hadi hospitali ya jiji. Mradi unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 2.8. Akisoma taarifa za mradi, kaimu mhandisi jiji la Dodoma Ali Bela alisema kuwa kukamilika kwa mradi huu kutarahisisha kufikika kwa huduma za afya, kuchochea mwamko wa ukuaji wa kiuchumi kwa wananchi katika eneo la Nala na kurahisisha usafiri wa watumishi wanaofanya kazi katika hospitali ya jiji. Unatekelezwa kwa siku 270 kuanzia tarehe 27 mwezi wa 11 2024 na unatarajiwa kukamilika tarehe 24 mwezi wa 8 2025. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 aliweka jiwe la msingi kwenye mradi wa barabara na kusisitiza kwenye utunzaji wa miundombinu inayojengwa na serikali. Kwa kweli, ndugu viongozi na ndugu wananchi, leo hii tumekuja kujionea ujenzi wa barabara ya kisasa yenye ubora, yenye viwango vya hali ya juu ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa Daktari Samia. Baada ya kuyasema hayo, ndugu wananchi, mimi niwashukuru sana na kwa heshima na taadhima na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya mwenge wetu huu wa uhuru. Sasa mimi pamoja na vijana wenzangu 5 na mimi mwenyewe 6, kwa kweli tupo tayari kuweka jiwe la msingi ili iwe upendo na ishara ya kwamba mwenge wa uhuru umewaka, umeng'ara katika maeneo haya. Mradi wa kiwanda cha kutengeneza sufuria. Mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 zilitembelea mradi wa kiwanda cha kutengeneza sufuria kilichopo kata ya Kizota. Kiwanda hiki kimeanza mwaka 2022 kikitumia takataka za aluminium kutengeneza sufuria, ikiwa ni njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira kwa kurejeleza taka, yaani waste recycling. Akisoma taarifa ya mradi huo mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, mkurugenzi mtendaji Prashant Singh anasema kuwa lengo la mradi huo ni kuunga mkono juhudi za serikali za kuhifadhi mazingira kwa kuhakikisha takataka zinazozalishwa zinageuka mali na kutumika tena. Mradi huu umelenga katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuhifadhi mazingira kwa kuhakikisha takataka zinazozalishwa zinageuka mali na kutumika tena. Vile vile umelenga kutoa ajira kwa vijana wanaozunguka eneo la kutekeleza mradi. Mara baada ya zoezi la kutembelea mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 alikuwa na haya ya kusema. Leo hii wakati tunakagua ndani humu, wenzetu walikuwa wanatuambia leo hii masufuria tunanunua Tanzania hapa, tunatengeneza hapa. Lakini pia masufuria haya pia yanaenda nje ya nchi. Hii ndiyo maana ya kwamba Mwenge wa Uhuru unamulika ndani na nje ya mipaka yetu. Pigeni makofi kwa Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru safi! Kwa kweli mimi niwashukuru ndugu viongozi wa serikali ya wilaya kwa Mwenge wa Uhuru kuleta katika eneo hili, kwa kuupa heshima kubwa hii ambayo leo hii umemurika ndani na nje ya mipaka yetu. Na ndio maana tumekuja kujionea kiwanda kizuri ambacho kinafanya shughuli ya utengenezaji wa masufuria hapa wilayani Dodoma. Dodoma oye! Kwa kweli ni jambo kubwa na ni jambo la faraja. Ombi langu kwa wawekezaji wa eneo hili niwaombe sana, endeleeni kutunza miundombinu hii ambayo mnaifanya, lakini pia endeleeni kuwasaidia wananchi wetu juu ya kupata maendeleo mbalimbali katika kiwanda hichi. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa heshima na taadhima ya wananchi wa eneo hili ya Kizota na heshima ya wenzetu wawekezaji hawa wazalendo, mimi pamoja na vijana wenzangu 6 tumeridhishwa na mradi huu juu ya ubora wa huduma unazotokana katika eneo hili. Na niwaomba wawekezaji, endeleeni kuwa kifua mbele, endeleeni kuwa wazalendo, endeleeni kuwasaidia wananchi wetu wa Kitanzania juu ya hichi ambacho mnachokifanya. Mradi wa duka la dawa na vipodozi kikundi cha vijana Co Brothers. Kikundi cha vijana cha Co Brothers ni miongoni mwa vikundi vilivyonufaika na mkopo usio na riba wa 4% unaotolewa na halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Mwaka 2022-2023 kikundi hiki kilipata mkopo wa shilingi milioni 20 ambao waliutumia kuongeza mtaji wa biashara yao kwa kununua dawa na vipodozi.
Kupitia mkopo huo, Core Brothers wameweza kukuza shughuli zao kwa mafanikio makubwa na hadi sasa wamefanikiwa kurejesha shilingi milioni 19.5 sawa na 97.5% ya mkopo huo. Akisoma taarifa ya mradi, mwenyekiti wa kikundi hicho William Mandia alisema kuwa mkopo wa halmashauri umewawezesha kuongeza mtaji kutoka shilingi milioni 10 mwaka 2021 hadi shilingi milioni 50 mwaka 2025. Hatua za utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mwaka 2021 mradi ulianza ambapo kila mwanachama alichangia shilingi milioni 2 na kupata mtaji wa shilingi milioni 10. Fedha ambayo ilitumika kulipa kodi ya pango, kufanya marekebisho ya ofisi, usajili, kulipa leseni, vibali na kununua mzigo wa dawa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2022-2023 tuliomba mkopo wa halmashauri kupitia 4% ya vijana na kufanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 20, fedha iliyotumika kununua dawa na vipodozi. Hadi sasa tumefanikiwa kurejesha shilingi milioni 19.5 sawa na 97.5% ya fedha tulizokopeshwa. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini Anthony Mavunde ana haya ya kusema. Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake ya kuendeleza makundi maalum katika jamii yetu ya Tanzania, yakiwemo makundi ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Vijana hao wa Core Brothers wamenufaika na mkopo kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma. Sisi jiji la Dodoma ni kati ya majiji machache Tanzania ambao tumevuka kutoa mikopo ya shilingi 800,000 kwa kikundi cha watu 10 ambao mwisho wa siku inakuwa haina tija. Sisi mikopo yetu kutokana na vile ambao watu wanajenga hoja inakwenda mpaka milioni 200, milioni 300 kwa kikundi kimoja. Aidha, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 aliwapongeza kwa hatua kubwa waliofikia hususan katika kurejesha mkopo kwa wakati, na akasisitiza kuwa mfano huu unapaswa kuigwa na vikundi vingine nchini kwa maendeleo endelevu ya vijana. Kweli ndugu vijana wenzangu wa Core Brothers, mimi niwashukuru sana. Leo hii halmashauri yetu ya jiji inatoa fedha nyingi zaidi ya milioni 200, 150 na nyinyi mmenufaika zaidi ya milioni 22. Kwa kweli mimi niwashukuru sana na tumeona jinsi gani fedha hizo mmezitumia kwa vitendo. Ombi langu kwa vijana wa wilaya hii na halmashauri ya jiji la Dodoma, ndugu vijana wenzangu, hakikisheni mnaenda kuzitumia fedha hizo za 10% ndani ya halmashauri. Na niwaombe fedha hizi ndugu vijana wenzangu hazitolewi kwa kijana mmoja mmoja. Tukisema tuzitoe kwa kijana mmoja mmoja, vijana ni wengi, na tukisema tukupe mmoja mmoja, maana yake fedha hizo hutoenda kuzitumia kwa kile ambacho umekusudia. Niwaombe sana kwa wale vijana wote wa karibu wajikusanye vikundi, wakisha kujikusanya waende katika ofisi zetu za halmashauri ya jiji wakaonane na watendaji ili kuweza kufanikisha na wao waweze kuwa kama vijana wetu wa Core Brothers ambao leo hii wameweka heshima kubwa kwa Daktari Samia, lakini wameweka heshima kubwa kwa viongozi wa serikali wa wilaya. Kwa kweli niwashukuru sana na kwa kweli niwapongeze sana. Mradi wa kituo cha afya Ilazo. Kituo cha afya Ilazo kilianza kutoa huduma tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2024 kikiwa na jumla ya watumishi 48, huku kikitoa huduma za wagonjwa wa nje OPD, huduma za kliniki ya afya ya uzazi na mtoto RCH, huduma ya uzazi salama na kujifungua, huduma ya ganzi salama na upasuaji, huduma za kuhifadhi maiti, huduma za ustawi wa jamii na lishe, na elimu juu ya afya bora na kujikinga na magonjwa mbalimbali ikiwa ni pamoja na unasihi. Akimkaribisha kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, mkuu wa division ya afya, ustawi wa jamii na lishe Daktari Sebastian Pima alisema kuwa mpaka sasa mradi umekwisha hudumia wananchi zaidi ya 4,000 kutoka katika kata za Nzuguni, Ipagala na maeneo ya jirani. Na hii ni kutoka kata za Ipagala, Nzuguni na maeneo ya jirani wanapata huduma bora za afya katika kituo hichi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha huduma za afya na hasa huduma za mama na mtoto na huduma za upasuaji wa dharura. Akizindua utoaji wa huduma katika mradi wa ujenzi wa kituo cha afya Ilazo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 alikuwa na haya ya kusema.
Kwa kweli jengo hili mwaka jana lilipitiwa na Mwenge wa Uhuru 2024 na Mwenge wa Uhuru ukaweka jiwe la msingi na kukaangalia jinsi gani ya kuonesha jitihada kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii pia Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 umepata heshima kubwa ya kuja kuzindua huduma katika jengo hili. Kwa kweli hii ni faraja kubwa na mapenzi makubwa kwa Daktari Samia. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Ikumbukwe kuwa kituo cha afya Ilazo kiliwekewa jiwe la msingi na ndugu Godfrey Eliakimu Mzava, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2024 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2024. Mradi wa ujenzi wa mabweni mawili, vyumba 4 vya madarasa na matundu 10 ya vyoo shule ya sekondari MUGB. Mradi umegharimu kiasi cha shilingi milioni 454 fedha kutoka serikali kuu kupitia mradi wa SEQUIP ukihusisha ujenzi wa mabweni mawili, vyumba 4 vya madarasa na matundu 10 ya vyoo. Akisoma taarifa ya mradi, mkuu wa division ya elimu sekondari Mwalimu Zainab Abdalla alisema mradi umelenga kutoa elimu bora ambayo itasaidia kupata wataalamu mbalimbali kwa maendeleo ya uchumi wa taifa letu, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundisha, kuongeza uandikishaji wa wanafunzi wa kidato cha 5 na kuwezesha wananchi wenye kipato cha chini kuwapeleka watoto katika shule za serikali. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mradi umelenga kutoa elimu bora ambayo itasaidia kupata wataalamu mbalimbali kwa maendeleo ya uchumi wa taifa letu, kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, kuongeza uandikishaji wa wanafunzi wa kidato cha 5 kitaifa na kuwezesha wananchi wa kipato cha chini kuwapeleka watoto katika shule za serikali. Naye mbunge wa jimbo la Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini Anthony Mavunde ana haya ya kusema. Watoto wa eneo hili, wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda kusoma elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya kata ya jirani ya kule Mnadani. Umbali ulikuwa ni mrefu kutoka hapa kwenda kata nyingine. Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anajibu kero na changamoto za wananchi wake ametuletea zaidi ya shilingi bilioni 1. Imejengwa shule ya sekondari MUGB, watoto hao wanasoma hapa. Makofi kwa Rais Samia. Mama Samia oye! Akiweka jiwe la msingi kwenye mradi huu, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 alisema kuwa kwa kweli Mheshimiwa Rais amekuwa na maono makubwa juu ya kuwasaidia wananchi wake, hasa wanafunzi wetu, juu ya kuwaletea miundombinu iliyo bora katika sekta ya elimu. Mheshimiwa mbunge amesema hapa na wewe Mheshimiwa mkuu wa wilaya umesema, lakini pia Mheshimiwa diwani wa eneo hili pia amesema. Mheshimiwa Rais amekuwa akifanya jitihada kubwa za kuboresha sekta ya elimu katika maeneo yetu. Leo hii katika eneo letu hili kuna shule ya kisasa yenye ubora. Kwa kweli unafarajika unapoona majengo mazuri kama haya. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 chini ya kiongozi Ismail Ussi katika wilaya ya Dodoma zimekimbizwa umbali wa kilomita 70.6 na kutembea, kukagua, kuzindua na kuweka jiwe la msingi miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 11.1. Waswahili husema penye mwanzo pana mwisho. Na ndivyo ambavyo mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 katika wilaya ya Dodoma zilifikia tamati na kuelekea kwenye eneo la mkesha shule ya msingi Mbwanga, kutoa nafasi kwa wananchi wa wilaya ya Dodoma kukesha na kusherehekea Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Asante kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 Ismail Ussi, viongozi na wananchi wa wilaya ya Dodoma. Mwenge wa Uhuru oye! Jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini, halmashauri ya jiji la Dodoma.